aina fulani ya mavazi itakuletea marafiki fulani. Si unaona Madomi ambavyo mavazi aliyovaa, kuna gari ikawa inawafukuzia kwa nyuma. Inawafukuzia tu kwamba hamna, we ni bidhaa huko sokoni wewe. Haiwezekani uvae hivyo afu unasema eti unampeleka mtoto kliniki. Wenye watoto hawavagi hivyo. Mnaovaa hivyo ni madanga ambao sisi ndo tunawatafuta nyie. Akaanza kushangaa. Yaani wewe unaniona mimi kwamba huyu sio mtoto wangu? Asema huyo mtoto utakuwa umeagizwa na mtu. Umevaa hivyo afu unasema kwamba umekuja kumleta mtoto kliniki. Wengine mnashangaa mkwepo. Kuna siku alikuwa anahubiri hapa. Hasa akawa anaelezea ushuhuda wake. Kwamba huko nyuma katika kukurukakara na mtumishi, huku na huku ni kama mtumishi akawa ana vidada vingi. Sasa ila anamuelekeza bwana, mtu wa Mungu, haya mambo bwana achana nayo. Sasa ziu kuna siku akamwambia, kama naona nataka na wewe nenda katafute huko, yani wa kutoka nao. Akasema bwana mimi sasa hivi kwa nishavumilia, nishachoka. Siku moja akasema ngoja leo nipige kodi ambazo lazima wanase, kwa sababu wanajijuaga wanachokifanya. So akapiga kodi, akawa anaenda na mtoto siyo kliniki wapi. Sasa amepanda bodaboda, akashangaa kuna gari inawafuatia kwa nyuma. Wanajaribu kukimbia na gari nayo inaongeza mwendo. Sasa gari inapiga honi kweli kweli. Anapiga bana, anashuka tu, anashangaa sema, wewe bodaboda, mimi si nilikuwa nakupigia honi wewe, mbona ulikuwa usimame? Asema mimi nilikuwa namleta huyu hapa kliniki hapa. Sema nilikuwa nakupigia honi wewe kwani ulikuwa hujui kwa kuna mtu umembeba huku? Hapo nakupigia honi usimame. Nauli kwanza shingapi hapa? Boda naye nadhani alichukua advantage akasema 5,000 sehemu. Nadhani palikuwa ni pa 1,000 tu au 2,000. Boda akasema 5,000 kwa sababu akajua buzi la kulichuna hili. Akampiga 5,000 bala. Ni kama story, lakini nataka nikujulishe. Aina yote ya maisha utakayoamua kuchagua wewe, kuna watu watasogea karibu na wewe. Na automatically sijajua, kwa sababu nadhani katika kule kuhubiri hakutumalizia sana. Baada hapo ndo wakaanza kujadili. Kwa bwana mimi nilikuwa na shida na wewe. Sasa mimi bwana mimi ni mke wa mtu, nimekuja kuleta mtoto. Nasema hamna. Huyu mtoto utakuwa umekabidhiwa tu na mtu. Wewe uweze kuwa mke wa mtu wewe. Hivi ulivyovaa hivi wewe sio mke wa mtu. Yaani wewe ni biashara. Kwa hiyo yaani wewe fanya tu wewe mtoto umlete hapo kliniki afu umrudishe uliko kabidhiwa, ila mimi na shida na wewe. Yaani wewe haiwezekani ukawa umekabidhiwa mtoto. Haiwezekani akawa ni wa kwako. Hasa naye akaanza kushangaa kwamba ina maana huyu mtu anaona kwa mimi sio mtoto. Ukumbuke jamaa kashatoa 5,000. Kashatoa. Panaanza kuchangamka. Yaani hapo lazima pachangamke. Hapo lazima waanze kukuta kuna jasho la kwenye meno naanza kutoka. Hapa sasa sijui itakuaje. Na utaeleza tu. Yaani mwisho yote unaanza kuona, unajiuliza mtu anafikaje hatua hiyo? Anafika kwa sababu anadhani usahihi wa kufanya ni kitu kinachomtenga na vitu fulani. Amen. Yaani wengi wa ambao mwisho wa siku wanakuja kuacha ibada, wanakuja kuacha wanachoita sijui ni Mungu, wanaacha kwa sababu akili yao moja kwa moja inaamini ni kama kuna mtu inamkomoa. Lakini kumbe kuto kufanya sawa sawa ni wewe mwenyewe ndo ambaye utaumia. Amen.